Pakistan na India wamefyatuliana risasi usiku wa kuamkia leo katika eneo linalozozaniwa la Kashmir, huku Umoja wa Mataifa ukiyatolea mwito mataifa hayo yenye silaha za nyuklia kujizuia na kutochochea mvutano zaidi. Mwenzangu Bakari Ubena na taarifa kamili. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umevurugika pakubwa hivi karibuni baada ya India kuishtumu Pakistan kwa kuunga mkono vitendo vya ugaidi vinavyoendeshwa ndani na nje ya maeneo ya mipakani baada ya watu wenye silaha kushambulia na kuwaua raia 26 huko Pahalgam katika eneo la Kashmir lenye Waislamu wengi na ambalo limekuwa likizozaniwa kwa karibu robo karne. Syed Ashfaq Gilani, afisa wa serikali huko Kashmir inayotawaliwa na Pakistan, ameliambia shirika la habari la AFP leo kwamba wanajeshi walishambuliana kwa risasi kwenye eneo la usalama linalotenganisha nchi hizo mbili na kuongeza kuwa raia hawakulengwa na mashambulizi hayo. Jeshi la India kwa upande wake limethibitisha kutokea kwa mashambulizi madogo ambayo wamesema yalianzishwa na Pakistan na kusisitiza kuwa yalijibiwa ipasavyo. Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wake Stefan Dujarric umeyatolea wito mataifa hayo mawili ambayo yanamiliki silaha za nyuklia kujizuia na kutoutanua mzozo huo. Tulilaani kwa uwazi shambulio la kigaidi lililotokea Jammu na Kashmir tarehe 22 mwezi huu ambalo liliua idadi kubwa ya raia. Lakini tunatoa wito kwa serikali za Pakistan na India kujizuia na kuhakikisha kuwa hali ya sasa haizidi kuzorota. Tuna imani kwamba masuala yote kati ya nchi hizo mbili yanaweza na yanapaswa kutatuliwa kwa njia ya amani na ushirikiano wa kina. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameapa kuwasaka na kuwawajibisha wale wote waliohusika na mauaji katika eneo maarufu la kitalii huko Pahalgam, akisema kuwa hata wale waliowasaidia watalipia gharama kubwa. Serikali ya Islamabad imekanusha kuhusika kwa vyovyote vile na shambulio hilo, ikisisitiza kuwa majaribio ya kuihusisha Pakistan na shambulio la Pahalgam ni ya kipuuzi na kwamba Pakistan iko tayari kujibu vikali hatua yoyote ya India. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif amesema wakati wa mkutano na kamati ya usalama wa kitaifa na wakuu wa jeshi kwamba tishio lolote kwa uhuru na usalama wa watu wake litakabiliwa na hatua madhubuti. Idadi ya vifo vinavyotokana na malaria imepungua nchini Kenya tangu taifa hilo lianze kutumia chanjo ya RTSS. Hali hii inaendelea kuimarika kutokana na matumizi ya vyandarua vyenye dawa pamoja na chanjo hiyo, hasa katika maeneo ya kanda ya Ziwa ambako malaria ni tatizo kubwa. Hivi sasa kuna chanjo 2 za kuzuia malaria ambazo zimethibitishwa na shirika la afya duniani WHO. Msukumo sasa umeelekezwa kwenye chanjo ya pili ya R21 ambayo inaaminika kuwa na manufaa zaidi. Mwenzangu Thalma Mataya na taarifa kamili. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, idadi ya vifo vya malaria nchini Kenya imepungua kwa 93% katika kipindi cha miaka michache iliyopita, hasa baada ya kuanza kwa matumizi ya chanjo ya RTSS. Ghana, Malawi na Kenya zilikuwa nchi za mwanzo kufanya majaribio ya chanjo hiyo kati ya mwaka 2019 na 2023. Chanjo hiyo imeleta mafanikio makubwa katika maeneo ya kanda ya Ziwa nchini Kenya ambapo takriban watoto 400,000 wameipokea. Terry Haemba ni mkazi wa eneo la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia, na anakiri kuwa mikakati imeimarika. Wakati wa mvua kama saizi umbu wako wengi sana, na chanjo ya malaria tunaomba ikuje sababu sasa ni msimu wa mvua na umbu ni wengi. Unapata watu net ndio iko lakini imetoboka, iko na shimo, wanatembea wakipeana chanjo kwa kila household. Wakati huo wanasayansi wamegundua aina mpya ya mbu katika maeneo ya pwani ya Kenya na Tanzania ambao huenda wakaleta changamoto mpya katika vita dhidi ya malaria. Mbu huyo ni wa familia ya Anopheles gambiae. Uvumbuzi huo uliotangazwa katika jarida la Molecular Ecology uliendeshwa kwa ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Glasgow, taasisi ya Wellcome Zanga na taasisi ya Ifakara nchini Tanzania. Kwa mujibu wa watafiti, aina hiyo mpya ya mbu huenda aidha ikawa rahisi kushambuliwa na dawa au ikaonyesha usugu kwa njia tofauti, jambo linalohitaji kufanyiwa utafiti wa haraka. Kwa upande mwingine, matumizi ya vyandarua vyenye dawa yaliripotiwa kuongezeka hadi 75% mwaka 2022. Grace Kakasa ni mkazi wa eneo la Kapkoi, Trans Nzoia, na anasisitiza kuwa neti ndiyo mkombozi wake. Nimewasingira na neti, wawezi shikwa na malaria.
Kuna yule ambaye amepata chanjo. Umesikia kuna chanjo za malaria? Sijaipata, hakuna mwenye amepata. Sijasikia. Kaunti ya Busia imefanikiwa kupunguza maambukizi mapya ya malaria kufuatia kampeni ya kunyunyiza dawa majumbani, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ya Kenya. Jackie Nafula ni mkazi wa kaunti ya Bungoma inayopakana na Busia pamoja na Ziwa Victoria, eneo linaloathiriwa sana na malaria. Kuna uhamasisho mwingi kutoka kwa maafisa ambao wanahusika na mambo ya malaria, kuelimisha wakaaji wa maeneo mbalimbali upande wa Bungoma kuhusu kupata chanjo na kutumia matumizi ya neti. Uganda tayari imeanza matumizi ya chanjo mpya ya R21. Hapo Afrika Mashariki, mwanasiasa wa Kenya na kiongozi wa chama cha People Liberation Party PLP Martha Karua ameeleza kushangazwa na hatua ya mahakama nchini Tanzania kuendesha kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu kwa njia ya mtandao licha ya uzito wa makosa yanayomkabili. Karua ambaye alihudhuria kesi hiyo jana amezitaka nchi za Afrika Mashariki kuzingatia mfumo wa kisheria na kusimamia haki za binadamu. Mwenzangu Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo akiwa Dar es Salaam. Martha Karua, mwanasiasa mkongwe kutoka Kenya, alionekana kortini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam jana, ambapo kesi ya Tundu Lissu ilipangwa kusikilizwa na baadaye ilisikilizwa kwa njia ya mtandao. Wakili huyo ambaye pia amewahi kuwa waziri kwa nyakati tofauti katika serikali ya Kenya amesema amekuja Tanzania kama mwanasiasa, kama mwanasheria na kama mwanajumuiya ya Afrika ya Mashariki, huku akisisitiza serikali ya CCM ifungue milango ya mazungumzo kati yake na Chadema. Nchi zetu zote zizingatie mfumo wa kisheria, zisimamie haki zetu za kibinadamu, na sababu tunajua Tanzania iko na uchaguzi mwezi wa 10. Inaonekana serikali ya CCM inataka kutaabisha Tundu Lissu ndivyo waondoe upinzani na waweze kuvuka bila kupingwa. Akiwa mahakamani hapo, Karua aliambatana na mwakilishi wa chama cha wanasheria Afrika ya Mashariki, mwakilishi wa shirika la Amnesty International na wanasiasa kutoka Kenya, lakini anasema walikumbana na kadhia ya polisi kupiga watu, hivyo baadhi ya wawakilishi hao wakaondoka mahakamani. Kesi hiyo ya uhaini na uchochezi inayomkabili Tundu Antipas Lissu ilifanyika kwa njia ya mtandao, huku kukiwa na vuta nkuvute kati ya polisi na baadhi ya wafuasi na viongozi wa Chadema. Jeshi la polisi katika taarifa yake limesema lililazimika kuwakamata na kuwahoji baadhi ya viongozi wa Chadema ili kulinda usalama mahakamani hapo. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, amesema jeshi la polisi lililazimika kuwazuia na kwenda kuwahoji baadhi ya watuhumiwa katika matishio ya swala la usalama katika mahakama ile. Wakili wa Chadema Dr. Lugemeleza Nshala, akiliwakilisha jopo la mawakili wanaomtetea Tundu Lissu, amesema mteja wao hayaogopi mashtaka yanayomkabili na hivyo anataka shauri lake liwe wazi ili aweze kujitetea hadharani. Na sisi tulionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kanuni au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake, ambaye analinda haki za binadamu na watu, jinsi ambavyo zimekiukwa. Hakimu mkazi mwandamizi anayesimamia kesi hiyo, Geoffrey Mhini, aliahirisha kesi hizo mbili, ambapo kesi ya uhaini dhidi ya Lissu itasikilizwa Mei 6 na kesi ya uchochezi itasikilizwa Aprili 28 mwaka huu, zote kwa njia ya mtandao.